kitendo kilichofanyika kuwakamata wale watu nyumbani kwangu, alafu kutumia vyombo vya habari kusema watu 11 walifanya mkusanyiko, ni fezea kwa mbunge. Jamii yetu wanaamini kwa mbunge ndio sehemu pekee ambayo unaweza kwenda kueleza chochote, unaweza kwenda kupata suluhisho la matatizo yako. Katika watu 11, robo tatu ya watu 11 ni ndugu zangu. Na unapozungumzia kwamba walifanya mkusanyiko au kikao, hakuna kikao bila mwenyekiti. Mimi naamini askari wetu wana taaluma. Naweza nikawasi kwa lugha ya upendo kabisa, taifa letu liwe na amani. Kila mwenye taaluma heshimu taaluma yake. Polisi wakitimiza wajibu wao kwa kufuata sheria, nchi yetu ni salama. Wakikubali kutumika, watachangia kuligawa taifa hili. Chadema sio majambazi. Chadema ni Watanzania kama walivyo Watanzania wengine. Wito wangu kwa watawala, ni vizuri wanapokuwa wanafanya maamuzi, wasifanye maamuzi kwa ubaguzi. Kiburi cha utawala mwisho wake ni mauti. Taifa ni letu sote, tuilinde nchi hii. Najua maumivu ya demokrasia. Waliopigwa na Manyele hawakupigwa kwa sababu wanavuta bangi. Nchi inawavuta bangi wengi sana. Tunapoteza vijana wetu kwa madawa ya kulevya. Hii nguvu iliyotumika nyumbani kwangu kukamata ndugu zangu, kuwaumiza, ingetumika kukamata vibaka na watu wanaoteka watu, yawezekana taifa letu lingepona. Tungewapata ndugu zetu wengi ambao wamepotea mpaka leo. Niwatake jeshi la polisi. Mimi Aida ni mbunge. Speaker Tulia Ackson ni mbunge japokuwa ni speaker, lakini alianza kuwa mbunge. Tusionekane wapinzani kama tustahili kuishi kwenye taifa hili. Ni kama tunapewa favor hivi. Kwa sababu haya yaliyotokea leo, kizazi chetu kinachokuwa kinaangalia kwamba nchi hii ina ubaguzi. Hatutaki kupanda mbegu ya namna hiyo. Ushauri wangu, vyombo vyote vya dola vitende haki. Wapinzani kama wanaona tustahili kuishi kwenye hili taifa, wafute vyama vyote, baki chama kimoja, Chama cha Mapinduzi. Asante, naitwa Frank George Mwakajoka, makamu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Awali ya yote nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru sana mawakili wetu, na kama mlivyosikia wakili msomi alichozungumza kuhusiana na kesi ambayo inawakabili Mheshimiwa mbunge Aida Kenan pamoja na Mheshimiwa diwani Mheshimiwa Kiriko, ni kwamba alichokizungumza Mheshimiwa wakili ndicho ambacho kwa kweli ndicho ambacho ameshtakiwa, na tumekaa sana kuanzia saa 8 mpaka sasa hivi karibuni saa 2. Mimi kama makamu mwenyekiti, kwanza nitumie nafasi hii kuwapa pole sana wananchi wa